mbingu upande wake wa kulia. Thumma yaqulu, kisha atasema, ana al-malik, mimi ndiye mfalme. Aina mulukul ardi, wako wapi wale wafalme waliokuwa duniani? Wafalme wa ardhini wako wapi? Wa anhu aidan, na imepokewa pia na Abi Huraira radhiyallahu anhu asema, inna akhna'u ismin 'inda Allahi, hakika ya jina lililo chini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rajulun, ni mtu ambaye kwamba akiitwa malikul amlaki, mfalme wa wafalme. Hilo ni jina ambalo kwamba la kidharau mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule duniani ambaye kwamba yeye ajiita mimi ndio mfalme wa wafalme, huyu mbele ya Mwenyezi Mungu ni mtu dhalili. Muslim akaongeza, la malika illa Allah, hakuna mfalme ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sufyan al-Thawri asema mfano kama shahanshah. Shahanshah ni jina ambalo kwamba si la Kiarabu, lakini maana yake ni nini? Ni kuwa mfalme wa wafalme. Kwa hivyo huyu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dhalil, ni jina ambalo kwamba halina maana, hata kama yeye atajipa sifa hizo, lakini hawi kuwa yeye ndiye mfalme wa wafalme. Mfalme wa wafalme ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, aghyadu rajulin ala Allah yawm al-qiyamati rajulun kana yusamma malikul amlaki la malika illa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu ambaye kwamba wa chini, ambaye kwamba atakuwa dhaifu mbele ya Mwenyezi Mungu, dhalili, ni yule ambaye kwamba aliyekuwa akijiita duniani mfalme wa wafalme. Kwa hakika hakuna ufalme isipokuwa ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yawmuddin, maana ya yawmuddin ni siku ya hisabu. Maliki yawmiddini, mfalme wa siku ya hisabu. Sasa yawmuddini, qala Abu Ja'far asema, wad-dinu fi hadha al-mawdi', din katika hapa au sehemu hii ilipozungumzwa hii dini hapa, kwa sababu din katika lugha ya Kiarabu ina maana nyingi. Hapa makusudio hapa ya din bitawili hisab, tafsiri yake Mwenyezi Mungu akusudia siku ya hisabu, mfalme au anayemiliki siku ya hisabu na siku ya kulipwa binadamu kwa amali zao. Ikiwa ulifanya khairi utayapata ya khairi mbele ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atujalie na sisi ni miongoni mwao. Na ikiwa ulifanya ya mashari utapata shari mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Na Mwenyezi Mungu kujihusisha hapa kuwa yeye ndiye mfalme wa siku ya mwisho, hailikatai hili wala halipingani kuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si mfalme wa duniani, kwa sababu imechangulia habari kuwa yeye ni Rabbul Alamin. Wadhālika 'amun fi dunya wal akhirah. Ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amechangulia kutuambia kuwa yeye ndiye Rabbul Alamin, bwana wa viumbe wote, hii Rabbul Alamin inachanganya sasa duniani na kesho siku ya kiyama. Kwa hivyo Rabbul Alamin ni 'am, na Maliki yawmiddin ni khas, ni kwa yeye ndiye mfalme peke yake. Rabbul Alamin yeye ndiye anayemiliki, yeye ndiye muumbaji, yeye ndiye mola wa kila ambaye kwamba kiumbe chochote. Kwa hivyo hii ni 'am, ni duniani na kesho yaumul qiyama. Duniani ni Rabbul Alamin na kesho siku ya kiyama ni Rabbul Alamin. Kwa hivyo wenye tafsiri wasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kuihusisha hii siku haipingani kuwa yeye si mfalme hapa duniani, la, yeye ni mfalme wa dunia na mfalme wa kesho akhira. Wa inma udhifa ila yawmiddin, hakika Mwenyezi Mungu kuchukua hii ufalme kuipeleka kuichanganya na siku ya kiyama. Kwa nini?
kwa sababu siku hiyo hakuna atakayedai shay'an, chochote katika ufalme, wala yatakallamu ahadan illa biidhnihi, wala hakuna yeyote atakayezungumza siku ya kiyama ila kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nao ni siku ya hisabu, siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atawahisabu viumbe wake. Nao ni siku ya kiyama, atawahisabu kwa amali zao zote, ikiwa ni khairi ni khairi na ikiwa shari ni shari, ila yule ambaye kwamba atakayepata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mwenye akili, al-kays mwenye fahamu mzuri, al-kays mwenye akili, man dana nafsahu, dana hapa ni hiyo dini. Man dana nafsahu ni yule ambaye kwamba aliyejihisabu nafsi yake, ndio mwenye akili. Wa amila lima ba'da al-maut, kisha akafanya, akajichengezea, akajiwekea hazina baada ya kufa kwake. Leo angalia tunavyoenda mbio mimi na wewe shekhi. Leo kila mmoja wetu hapa akimbia ataka kujenga. Kila mmoja wetu akimbia ataka awe na nyumba nzuri. Kila mmoja wetu akimbia ataka awe na gari nzuri. Lakini je, kuna mmoja wetu amefikiria awe na kaburi zuri? Ikiwa wapigania kujenga nyumba nzuri duniani, na mjenga, hakuna ubaya wa kujenga nyumba nzuri, wala hakuna ubaya wa kutembea na gari nzuri. Ikiwa uko nazo, tembea nalo gari nzuri. Lakini al-kaysu mwenye akili, man dana nafsahu, ni yule ambaye kwamba anayejihisabia nafsi yake, wa amila lima ba'da al-maut, na akajichengezea, akafanya kitu ambacho kwamba kitakachomfaa baada ya kufa kwake. Kufa kwake, nyumba yako ya kwanza ambayo kwamba atakayoijenge wewe ni kabri yako. Je, kabri yako umejiandalia iwe aina gani? Na kabri Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia ni aina mbili, hakuna kabri tatu. Kabri ni mbili peke yake. Kabri la kwanza ni rawdatun min riyadil janna, ni nyumba katika nyumba za peponi, au hufratun min hufarin nari, ama ni shimo katika mashimo ya moto. Kwa hivyo mtu ikiwa apigania uwe na nyumba nzuri, kwanza pigania, jihisabu nafsi yako. Mimi leo kuanzia asubuhi mpaka saa hii nimelala kitandani hapa, nimeamka alfajiri, nikaswali salatu alfajiri, nikaleta adhkar, nikamtaja Mwenyezi Mungu, kisha nikaenda zangu kazini. Adhuhuri nimeswali, nimemaliza, nimemswali Mtume mara kadhaa, nimeleta tasbih mara kadhaa, nikaswali sunna, nimetoa sadaka, nimeenda kumwangalia mgonjwa, mpaka saa hii mimi niko kitandani usiku nimelala. Hisabu, angalia umefanya amali ngapi. Kisha anza tena kuanzia alfajiri, uamke. Umetukana watu wangapi? Umedhulumu watu wangapi? Umesema urongo mara ngapi? Umesengenya mara ngapi? Swala ngapi zimekupita? Hujamtaja Mwenyezi Mungu? Huyo ndiye mwenye akili. Sasa akae yeye usiku kilala, wewe fikiria, hisabu wewe. Ndio Umar radhiallahu anhu asema, na hii watu wengi wasema ni hadithi inayokuja, lakini haya ni maneno ya Umar radhiallahu anhu, ni athar ya Umar. Asema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jihisabuni nafsi zenu kabla hujahisabiwa. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, nazipimeni nafsi zenu. Iweke nafsi yako kwenye mizani, jiangalie wewe uko katika nani, uko wapi, uko katika watu wema, ili uzidi kujikaza uende katika watu wema. Uko katika watu wabaya, ndugu yangu, ujikaze kabla haijafika siku ukajuta. Ni siku ambayo kwamba wengine watajuta, watu walie. Mtu aseme, ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila,
laitani na ya lait. Siku hiyo ikiwa ya lait yafaa, basi itafaa watu wengi. Lakini ya lait ni kalima huja wakati mtu akijuta. Sasa ikiwa tuongojea siku hiyo tuje tujute, na majuto hayafai wakati huu. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hizo ndizo siku za hisabu. Siku ambayo kwamba mali hayakufai, nyumba mzuri uliyojenga duniani itakuesha kwisha, isipokuwa tu hisabu ya kungojea ile nyumba uliijenga kupitia kwa njia gani. Zote ni hisabu. Siku hiyo yawmuddin zote utahesabiwa ndugu yangu. Nyumba uliijenga, umefanya kazi gani wewe? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hakuna mtu atainua mguu mpaka aulizwe mambo manne. Moja katika mambo manne, wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaqa. Angalia kazi sha. Siku ya hisabu utaulizwa yale mali, ile nyumba nzuri uliyojenga kule, upate fahari, yale mali ya kujengea ile nyumba uliyatoa wapi? Ulifanya kazi gani mpaka upate zile pesa? Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuulize baada ya kupata hizi pesa ulizitumia kwa njia gani? Kuna kazi sha. Siku moja nasoma makala ya mmoja katika diktori, ameandika makala, maneno mazuri, asema mtu ambaye kwamba hana mali duniani, maskini, fakiri, yani leo msikitini aswali, arudi angalia watoto wake, apata lukubata aishi yake, hali haramu, huyo hisabu yake siku ya kiyama ni ndogo. Akatoa mifano akasema, mfano ni wa wanafunzi wa mtu ambaye kwamba yuko darasa la kwanza. Yule mwalimu mwaka mzima amfundisha ukurasa mmoja, kurasa 2. Amwandikia ABC pale mpaka Y, ndio basi ishakwisha hiyo. Na mtihani wake utakuja ile ABC mpaka Y. Kinyume na huyo ambaye kwamba yuko university, huyu wa huku afundishwa ana mijeledi na mijeledi. Sasa wakati wa hisabu, huyu aliyepata mengi huku, aliyesomeshwa mengi, yeye ndiye mtihani wake utakuwa mkubwa. Mtihani wake utachukua masaa 3-4. Kinyume na huyu mtoto ambaye kwamba yuko nasari, mwalimu aweza kumwambia hebu nitajie A mpaka C, atasema A B C, aisha faulu mtihani anaenda. Kinyume na huyu ambaye kwamba yuko jamia sasa, hawezi kuwa akiandika vitu kama hizi ataonekana bado hajasoma. Lazima ajaze makaratasi na mikrasa, kurasa ndio apite mtihani. Sasa ndio siku ya kiyama watu watasimamishwa waulizwe maswali kama haya. Ndio Umar akwambia, jihisabuni kabla hujahesabiwa, na upime nafsi yako kabla hujapimwa, kisha ujitayarishe na siku ambayo kwamba ya watu wote watakuwa nje, ruhusul ashhad, watu wanaangaliana. Ni siku ndugu yangu Mwenyezi Mungu aliyesifu kwenye Qur'ani, akatuelezea sifa zake, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ni siku kuna baadhi ya watu watafufuliwa nyuso zao nyeupe, na kuna baadhi ya watu watafufuliwa nyuso zao nyeusi. Ibn Abbas radhiyallahu anhu katika kuitafsiri yauma tabyaddu wujuhun, Ibn Abbas radhiyallahu anhu asema tabyaddu wujuhu ahli sunna wal jamaa, nyuso za watu wanaofuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio zitafufuliwa ziko nyeupe. Wataswaddu wujuhu ahlul bid'ah, na nyuso za watu wa bid'ah zitafufuliwa ni nyeusi. Haya ni maneno ya Ibn Abbas. Sidhani Ibn Abbas kwa alikuwa hajui kuwa kuna bid'a hasana na bid'a sayya, lakini hapa Ibn Abbas yeye aleta kimondo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoleta bid'a dhalala,
Na hapa na yeye amesimama hapo. Watu wa bid'a siku ya kiyama watafufuliwa nyuso nyeusi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kututahadharisha na bid'a, hadithi nyingi za bid'a. Aisha radhiallahu anha asema, Mtume asema, man waqqara sahibu bid'atin, yoyote ambaye kwamba atakayemkubalia mtu wa bid'a, basi huyo ajue amemsaidia ule mtu wa bid'a kuvunja Uislamu. Kwa hivyo mtu ukijua hili ni bid'a, Mtume hakufanya jiepushe, yako mengi ya kufanywa. Ya sunna hatuyafanyi sisi, tumengangana tumeshikilia bid'a kwa meno. Mtume atuambia shikamaneni na sunna kwa meno na magego. Kuna wengine watuamrisha tushike bid'a na magego. Wakusikilizwa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo yote ambaye kwamba amsaidia mtu wa bid'a zake ziwe ni zenye kuendelea, basi ajue Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia amemsaidia kuvunja Uislamu. Na haqqan tuache sunna tuchukue bid'a, tuache sunna tuchukue bid'a, kesho sunna za Mtume zitapotea, duniani itabaki ni bid'a. Dini iko wapi? Dini itakuwa ni ile bid'a. Lakini tuwanusihi ndugu zetu Waislamu, nasaha kwa Waislamu, watu watakuja juta. Nasaha kwa Waislamu, watu watakapofukuzwa kwenye haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio utaanza kulia, na kilio sahihi hakifai. Sunna ziko nyingi, ya kufanywa yako mengi. Kwa nini hufanyi yale aliyofanya Mtume? Yale aliyofanya Mtume ushayamaliza wewe, mpaka ushike bid'a huwezi kuyamaliza. Kwa hivyo jitahadhari na kufuata bid'a. Kwanza fanya na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bid'a weka kando. Ibn Abbas amesema watu wa bid'a nyuso zao zitakuwa nyeusi siku ya hisabu. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rehema. Tumesema Mwenyezi Mungu ni rahimu dunya, rahmanu dunya wa rahimul akhirah. Ni mwenye kurehemu waja wake duniani na mwenye kurehemu waja wake siku ya kiyama wale muamini yeye. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala, kuna watu watapata msamaha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini wanayepata msamaha wa Mwenyezi Mungu ni wale wanaosema la ilaha illa Allah kwa ikhlas, wakajitahidi kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa una juhudi hizi na moyo wako msafi wasema la ilaha illa Allah, umengangana wewe watakufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna raja kubwa siku ya kiyama, dhambi zako Mwenyezi Mungu azisamehe kupitia kwa la ilaha illa Allah. Abdullah ibn Amr ibn al-As asema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuna mtu ataletwa siku ya kiyama awekewe 99 sijillan, awekewe sijil madaftari 99, kullu sijillin mada albasar, kila daftari moja au kurasa moja ni mwisho wa kuona kwako. Mahali jitu linapomalizika kuona ndio kurasa moja lilivyo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema thumma yuta bitilka albitaqa fiha la ilaha illa Allah, kisha iletwe bitaqa. Bitaqa ni kama kitambulisho kimeandikwa la ilaha illa Allah, huku imeletwa makurasa na makurasa 99 ambayo kwamba ni makosa huyu mtu aliyefanya, na kurasa moja ni mwisho wa kuona mtu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kitaletwa bitaqa. Bitaqa hii imeandikwa nini? La ilaha illa Allah. Huyu mja aseme ya Rabbi wama hadhihi bitaqa, hiki kitambulisho kitafanya nini? Yani kama kikadi kidogo kimeandikwa la ilaha illa Allah, ule binadamu atamwambia Mwenyezi Mungu kitafanya kitu gani maa hadhihi sijilat, mbele ya hii daftari iliyoko mbele yangu hapa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamwambia fayaqulu Allah ta'ala innaka la tudhlam, hakika yako wewe hutodhulumiwa. Mtu azungumza na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mungu amwambia mja wake kuwa mimi sitakudhulumu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema
itatukuliwa ile bitaka iweko kwenye fi kifati almizan, iweko kwenye mizan, na itukuliwe ile sijillat, yani mijidaftari mijidhambi iweko kwenye mizan upande wa pili. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asema fatashat as-sijillat, basi yale midaftari na ile mijidhambi itakuwa nyepesi, itakuwa ni yenye kupeperuka. Wa thaqulat bitaqati, na ile kitambulisho au ile la ilaha illa Allah iwe mzito. Kwa hivyo hawa ni wale ambao kwamba walisema la ilaha illa Allah kwa ikhlas, wakawa wao wasema la ilaha illa Allah kisha na ile la ilaha illa Allah yafanya kazi. Sio la ilaha illa Allah huku wewe ukiumwa na tumbo wakimbilia kwa mchawi. La ilaha illa Allah ukitaka kuozesha mtoto wako mpaka upigiwe ramli. La ilaha illa Allah bosi asubuhi kusimamisha kazini, mbona umechelewa jioni, wewe uende nyumbani mpaka uende umuone mganga. Bwana nifanyie kihirizi, uone kile kihirizi cha zamani kisha kuisha, yule ameanza kuzungumza yule. Funga mdomo wake. Kwa hivyo hapo wewe la ilaha illa Allah yako ikiwa wafanya mambo kama haya, huwezi kupata neema kama hizi siku ya kiyama. Anayepata neema kama hizi ni yule aliyesema la ilaha illa Allah mukhlisan, akasema la ilaha illa Allah hali ya kuwa amemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hapana mola, hakuna anayeweza kudhuru duniani, hakuna anayeweza kunufaisha duniani isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiye atakwenda kupata neema kama hizi.